Sako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Kocha wa kikosi cha Real Madrid Xabi Alonso alizungumza na viongozi wake akiweka wazi moja ya vipaumbele vyake vikuu katika ujenzi wa kikosi hicho, akiweka wazi kwamba anahitaji kuongeza kiungo mkabaji mwenye ubora wa hali ya juu. Alonso alisisitiza kuwa ili Real Madrid iweze kudumisha kasi ya mchezo na kudhibiti mechi kwa ufanisi, ni lazima iwe na mchezaji anayeweza kutawala eneo la kati la uwanja na kutoa mchango mkubwa wa kiufundi na kiakili. Katika kuelezea maono yake, Alonso alitaja jina la Martin Zubimendi kama mfano wa aina ya mchezaji aliyekuwa akihitajika. Kiungo huyo alionekana kuwa na sifa zote za kuleta utulivu na kudhibiti katika safu ya kati. Hata hivyo, ndoto hiyo haikudumu kwa muda mrefu baada ya Zubimendi kusajiliwa na Arsenal siku chache baadaye, jambo lililozima matumaini ya Alonso kumpata mchezaji huyo. Lengo kuu la Alonso lilikuwa ni kuimarisha kikosi kwa mchezaji wa aina hiyo ili kusaidia timu katika mashindano makubwa ya ndani ya Ulaya ambako udhibiti wa mchezo huwa jambo la msingi. Pamoja na hoja hizo, ripoti zinaeleza kuwa uongozi wa Real Madrid ulijibu kwa kukataa pendekezo hilo, uamuzi uliosababisha maswali mengi na kuibuka kuhusu mkakati wa klabu katika soka la usajili, hasa kwenye nafasi ya kiungo wa kati. Dirisha la usajili la Januari limefunguliwa rasmi barani Ulaya na tayari klabu mbalimbali zimeanza kufanya manunuzi muhimu kwa lengo la kuimarisha vikosi vyao kwa nusu ya pili ya msimu. Kama ilivyo desturi, kipindi hiki kimeambatana na uvumi, tetesi na mikataba iliyothibitishwa, huku mashabiki wakifuatilia kwa karibu mustakabali wa wachezaji wao nyota. Miongoni mwa dili zilizothibitishwa mapema ni ile ya West Ham United ambapo wamefanikiwa kumsajili mshambuliaji wa Kibrazil Pablo Felipe kutoka klabu ya Gil Vicente. West Ham ambao wamekuwa wakipambana kupata matokeo mazuri kwenye ligi kuu England, wanatarajia kuwa Felipe ataleta nguvu mpya katika safu ya ushambuliaji baada ya kusaini mkataba wa miaka 4.5. Katika taarifa nyingine, Tottenham Hotspur wamemruhusu winga wao Mon Solomon kujiunga na klabu ya Fiorentina kwa mkopo. Solomon atakuwa nchini Italia kwa nusu ya pili ya msimu wa 2025-26, hatua inayolenga kumpa nafasi zaidi ya kucheza na kurejesha kiwango chake baada ya kukosa muda wa kutosha wa kucheza England. Taarifa nyingine iliyoripotiwa na mwandishi maarufu wa usajili Fabrizio Romano ni kwamba Liverpool wamekamilisha makubaliano ya kumsajili beki chipkizi Ifeani Ndukwe mwenye umri wa miaka 17 kutoka Austria Vienna. Ingawa ataungana na Liverpool hivi karibuni, dili hili linaonyesha mkakati wa klabu hiyo kuwekeza katika vipaji vya vijana kwa ajili ya mustakabali wa muda mrefu. Dili kubwa zaidi hadi sasa limehusisha Crystal Palace ambapo wamevunja rekodi ya klabu kwa kumsajili mshambuliaji Brennan Johnson kutoka Tottenham Hotspur kwa ada ya pauni milioni 35. Usajili huu unaashiria dhamira ya Palace kupambana vikali kwenye ligi kuu na kujenga kama klabu yenye ushindani mkubwa zaidi. Johnston ambaye ni mchezaji wa kimataifa wa Wales ametia saini ya mkataba wa miaka 4.5 na anatarajiwa kuanza kuichezea Palace mara moja, ikiwemo kwenye mchezo wao dhidi ya Newcastle. Mchezaji huyo amesema ana furaha kubwa ya kujiunga na klabu hiyo na anaamini ni hatua sahihi katika maendeleo ya kazi yake. Mshambuliaji huyo mwenye umri wa miaka 24 alijiunga na Tottenham Hotspur mwaka 2023 akitokea Nottingham Forest kwa ada kubwa na alifanikiwa kuwa mfungaji bora wa klabu hiyo msimu uliopita kwa kufunga mabao 18. Pia aliweka historia ya kufunga bao la ushindi katika fainali ya Europa League dhidi ya Manchester United, ushindi uliomaliza miaka 17 ya Spurs bila taji. Hata hivyo, licha ya mafanikio hayo, Johnson hakupata nafasi ya kutosha ya kucheza msimu huu chini ya kocha Thomas Frank, hali iliyochangia uamuzi wake wa kutafuta changamoto mpya ili kupata muda zaidi wa kucheza na kuonesha uwezo wake. Kwa ujumla, dirisha la usajili la Januari linaendelea kuwa na msisimko mkubwa, huku klabu zikiendelea kusuka mipango yao ya kuboresha vikosi. Mashabiki wanatarajia kuona dili zaidi kubwa zikikamilika kabla ya dirisha kufungwa.
jambo litakaloathiri kwa kiasi kikubwa mwelekeo wa msimu huu wa soka barani Ulaya. Nikusihi mtazamaji uendelee kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram, Facebook, Twitter. Tufollow kama Kasako Media. Kwenye YouTube channel yetu usiache kusubscribe kisha ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali za kimichezo na burudani. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.